Kwanza kabisa mwanzoni nimeelezea hapa na nimetoa muono kwa wasanii wengine au wasemaji wengine kwamba waache kufanya kazi na makampuni ambayo hujayakagua vizuri. That's why unaingia mkataba na kampuni alafu baadaye unakuja kugundua kwamba hiyo kampuni inaweza kuleta matatizo kwenye jamii. That's why mimi nimewakagua Active, nimeona tunaweza tukafanya nao kazi, lakini pia mimi mikataba yangu huwa ni mikali mno. Mimi nasaini mikataba ambayo na uhakika 100% kwamba italinda haki zangu, lakini pia italinda haki ya mtu ambaye nafanya naye kazi, ili niweze kujituma. Na moja kati ya vitu ambavyo wakati Diamond Platinum ananivisha hii cheni jana, aliniambia hakikisha watu wanaokulipa fedha unafanya kazi kwa bidii, unafanya kazi kwa juhudi, ili makampuni mengine yaone juhudi zako, waweze kuendelea kupata deal. Sasa kuna watu wengine wanaingia kazi na makampuni, mwisho wa siku yanakuwa ni hofu. Hata mimi nishai kuingia mkenge kwenye baadhi ya makampuni, lakini baadaye nikagundua kwamba yatakuja kuniingiza kwenye shida na nikajiondoa haraka iwezekanavyo na nikaacha hela. Kuna kampuni nimeacha zaidi ya milioni 18, lakini niligundua kwamba hii kampuni mwisho wa siku itakuja kuniletea mimi matatizo na itachafua brand yangu. Kwa nikarudi nyuma. Umeona bana? Sasa sema ambao mimi nilikuwa nalipa milioni 18, kuna mtu mwingine alienda hapo akalipwa sijui nadhani milioni 3.5. Mbio akasaini, akaita waandishi wa habari akasema sana ni Mwijaku. Lakini sasa mwisho wa siku kinachokuja kutokea, unakuwa na saini mikataba mingi alafu hela hauna. Au so bana, hela hauna, that is. Lakini kupitia Active mtaanza kuona mabadiliko na mtaanza kuona nyumba yangu ambayo najenga soon namaliza, na nitawaita katika uzinduzi, tutasherehekea. Au so bana, Mwenyezi Mungu ananishushia riziki na namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Au so bana, kuhusiana na issue ya jana ya Alikiba, nimempongeza Alikiba kwa jana alivyo zindua cover yake. Au so bana, the only king. Au so bana, Alikiba ni msanii kutoka Kigoma, ni mama homeboy, na mimi nashukuru sana. So bana, nimekuwa nikisupport mambo yake mara kwa mara, lakini na yetu namuomba kama hivi Active nimepata hivi kadiri una post na wewe Alikiba kwamba hongera na wewe Baba Levo mpata Active na nini, ukijizima data na mimi kuna siku na mimi nitajizima data, ndio inaonekana kama Baba Levo au support. Lakini nimesign deal kama hii ya more than 100 million kwa sababu ni dola karibia 50, karibia milioni 100 na kitu. Au so bana, lakini unakuta msanii mwingine badala ya kushangilia ananuna. Umeona bana, ananuna. So Alikiba nilimsupport, na yeye kama atapata fursa ya kuona press hii asupport Active Media au awatagi hata kwenye Instagram page yake inaitwa Active Media 24. Tunapomaanisha Active Media 24 tunamaanisha kwamba ni Active Media masaa 24 tunakuwa tunatoa habari mpya tofauti. Nadhani nimekujibu vizuri. Kuhusiana na huyo msanii mwingine, sio lazima Chidi awe anatoka Konde Gang. Kuna Chidi wengi, kuna Chidi Benzi, au kuna Chidi Mapenzi ambaye anaduka, wako machidi wengi, au so bana. So it's not big deal. Yeah. Tumesema hapa kwamba leo tunazindua. Baada ya kuzindua, kila wiki tutakuwa tuna press ambayo itakuwa inasema ni biashara gani au ni bidhaa gani ambayo imeshushwa bei na makampuni ambayo tunafanya nao kazi. Au so bana. Kwa hiyo kwa sababu hawa tuko nao, tutegemee wiki ijayo tukiwaita hapa tutawaambia ni vitu gani ambavyo vimeshushwa bei na ni maduka gani ambayo tutayaposti kupitia page yetu ya Active Media 24 Instagram pamoja na page yangu. Ni maduka gani na ni sehemu gani ukienda. Ukifika kwenye hilo duka, wewe fika waambie bana, mimi nimetumwa na Baba Levo, nimeambiwa kwamba hapa kwenu mmepunguza bei vitu. Sawa? Bei ya omo badala ya kuuzwa shilingi 2000 imeshushwa, sasa hivi inauzwa 1000. Baba Levo ndo kaniambia. Au so bana, akikubishia mwenye duka jirekodi, tutumie siku kupitia namba nimewaambia hapa, nimewatajia namba ya simu. Tutumie message tuambie bana, mbona mmetangaza duka fulani linapunguzwa lakini tumekuta kuna mkwamo. Au so bana, mwenye duka apunguzi. Mbona bana, afu sisi ndo tutajua jinsi gani ya kuweza kudili, lakini tuna uhakika 100% tukitangaza duka tayari ameshafikiwa, kwa sababu Active, umeona tuko active kweli. Au so bana, hapa tulipo tuko kwenye hii press tuko 200. Sasa bado huko mitaani kila kona. So bana, tuna mabinti soon mtaona ndakuwa hapa na msemaji mwenzangu wa kike. Tutamtambulisha hapa, tutaita press, tutawaambieni. Atakuwa amekaa hapa wa kike, mimi wa kiume. Wa kike atakuwa anatangaza sasa kuna bidhaa zingine tutakuwa tunashusha bei, labda zile na mikate ya wanawake na nini, mnajua. Siwezi kukaa tibendo natangaza mapedi.
tutatafuta binti ambaye atakuwa kazi yake anazungumzia mambo hayo ambayo yanahusu wanawake. Nadhani inaeleweka vizuri. Au sio bana? Inatokea issue labda ya watoto, tunashusha labda vitu vya wakina mama wajawazito, yeye ndo binti atakaa hapa ataelezea kila engo kuhusiana na mambo ya wanawake. Lakini mimi kama bosi wake, sababu ndo namwajiri huyo, asijakaa kielele na ni mwanamke. Anaweza kaa yoyote. Au sio bana? Tunaangalia katika mabinti ambao ni wastaarabu. Hatuwezi kuchukua mtu ambaye ataenda kuchafua brand ya Active. Au sio bana? Tutachukua mtu ambaye ni mstaarabu, tutafanya naye kazi. Kwa tuna uhakika 100% kwamba wiki ijayo tutaanza kutoa mapunguzo ambayo tunayapunguza kupitia Active Media. Kumsimamia msanii ni hela na Rayvanny ananizidi hela. Kwa hiyo sasa unapokuwa umepata deals kama hivi mamilioni, ndio unaweza ukamchukua msanii. Rayvanny ule msanii wake huyu Mac Voice, sawa, kamchukua kampeleka South Africa, kashuti video South Africa na kila kitu bla bla bla. Kwa mimi nikaona siwezi kuchukua msanii nikampeleka South Africa nikaacha kununua matofali ya kujenga nyumba yangu. Unaona kunakuwa na mvutano hapo. Kwa hiyo kwa unapokuwa unapata kidogo, unaweza kuwekeza kwa msanii kidogo. Lakini Mungu akisaidia sasa hivi tunapata deals kubwa. Next week tutawatangazia deal nyingine tena nimesign. Au sio bwana? Yenyewe ni more than 150 million. Ambao tutakuja tena tutatangaza hivi hivi. Au sio bwana? Mtashuhudia. Mwezi huu namaliza mkataba na watu wa Sokabet. Kwa hiyo soon utaona kitu kingine kinasainiwa. Deal kubwa zaidi. Au sio bwana? Lakini kupitia mwamvuli wa nini? Wa Active. Au sio bwana? Kwa baada hapo unaposaini unaweza kusema sasa hii milioni 40 naweza nikawekeza kwa msanii nimsaidie. Umeona bwana? Lakini una milioni 40 hiyo uwekeza kwa msanii, hata mke wako mwenyewe mtakorofishana. Unapeleka wapi hiyo milioni 40 naipeleka kwa msanii? Unanunua simenti. Nani? Ongea vizuri. Yule msanii wako wa kike. Inavyosemekana kwamba sasa hivi amfanye kazi tena pamoja. Nikwambie tu wazi. Kwanza mimi msanii nikiwa namsaidia ni tofauti na lebo zingine. Mimi nikiwa nakusaidia, ukiona umefanikiwa, unajiendea zako, unaenda. Kwa sababu lengo ni kukufanya nini? Ni kukupush. Yaani mimi siwezi kuwa mtu eti kama unaenda wapi? Elele, hapana. Mimi nikikupush na kusaidia kama nilivyosaidiwa mimi. Mimi nimesaidiwa tangu natoka Kigoma mpaka leo. Tangu na kanyaga Dar es Salaam hii sina sehemu ya kulala, nimesaidiwa pa kulala, sina sehemu ya kula, nimesaidiwa pa kula. Mpaka leo hii najitegemea mwenyewe, nakaa kwenye nyumba, nalipa more than 24 million kwa mwaka, na enjoy na kila kitu, ni misaada. Cheni yenyewe umeona, hii cheni ni zaidi ya $6,000, zaidi ya milioni 13. Au sio bana? Mimi milioni 13 ningenunua cheni na natamani niiuze nikanunue cement, lakini tutakofishana na Diamond. Umeona bana? Umenielewa vizuri? So kila kitu unasaidiwa. Kwa unapopata ulikuwa unasaidiwa na unasaidia watu. OT ni mdogo wangu, mimi ndo nimemtoa Kigoma nimemleta hapa Dar es Salaam, namsaidia. Anapata sometime masponsor, anataka kujaribu kupata wala angalau watoropoke, akifeli anarudi tunaendelea na maisha. Yule ni binti mzuri. Sasa eti kwa sababu mimi ndo nammiliki basi hata akipata eti bwana eti hamna kwenda kwa huyo bwana, jamani. Sasa bwana unamuoa mwisho wa siku atanikorofishanisha na mke wangu, itatokea vurugu.